Ni katika mahakama hii ya hakimu mkazi mkoa wa Kigoma katika jengo la mahakama kuu kanda ya Kigoma, ambapo mshtakiwa Nicolaus amesomewa mashtaka manne na mawakili wa serikali Flora Lucas na Nestori Kayula mbele ya hakimu mfawidhi wa mahakama ya hakimu mkazi Aristida Tarimo. Mashtaka yanayomkabili Nicolaus ni kujifanya mtumishi wa bodi ya mikopo ya elimu ya juu kinyume na kifungu cha 369 kifungu kidogo cha kwanza na kifungu kidogo cha pili cha kanuni ya adhabu sura ya 16 yenye marejeo ya mwaka 2023. Shtaka la pili ni kugushi barua kwa mtumishi wa halmashauri kinyume na kifungu cha sheria 333, 335 kifungu kidogo a na 337 ya kanuni ya adhabu. Shtaka la tatu ni kujipatia pesa shilingi milioni 1 kwa udanganyifu kinyume na kifungu cha 302 cha kanuni ya adhabu, na kosa la nne ni utakatishaji fedha kinyume na kifungu cha sheria ya udhibiti wa utakatishaji wa fedha sura 423 marejeo ya mwaka 2023 kikisoma pamoja na aya ya 22 ya jedwali la kwanza pamoja na kifungu cha 57 kifungu kidogo cha kwanza na 61 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya udhibiti wa hujumu uchumi na uhalifu wa kupanga sura 200 na marejeo ya 2023. Mtuhumiwa hakutakiwa kujibu chochote kwa kuwa mahakama hiyo kisheria haina mamlaka kusikiliza shauri hilo, na imepangwa kusomwa tena Machi 19 mwaka huu, ambapo nje ya mahakama afisa uhusiano bodi ya mikopo akaeleza walivyomtia mikononi. Kosa ambalo kwalo ameshtakiwa alimrubuni mtumishi ambaye ni mwalimu katika halmashauri ya Kakonko, na baada ya hapo uongozi wa halmashauri ile ulishtukia jambo hilo na ndipo ukalipeleka polisi na mtuhumiwa akatafutwa akapatikana, ili mahakama iweze kuliangalia swala lenyewe na kulifanyia maamuzi ili ile iliyo haki yake apewe. Jacob Ruviro, Kigoma. FM.